useme wote. Charity, useme wote. Hii injili ndio injili ambayo iliua watakatifu. Sasa hivi watakatifu hawaguswi kwa sababu wanafundisha mambo yasiyo ya Mungu. Utahubiri habari za Mungu upendwe. Utahubiri habari za Mungu useme watu upendwe. Lakini tunaweka spika hapa tukaanza kucheza. Si watu wangeleta mpaka sadaka. Soma andiko msomaji. Anasema sisi hatuji kuruka. Hatuji kucheza hapo. Soma andiko. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya Bwana wake asijiweke tayari wala kutenda mapenzi yake atapigwa sana. Atapigwa sana. Na yule asiyejua na amefanya asiye mapigo atapigwa kidogo. Kwa hiyo yule anayejua mapenzi ya Mungu na asiyatenda atafanyaje? Atapigwa sana. Sasa sisi tunajua ukweli huo kwamba watu wamebadilishiwa. Tunajua kwamba ukweli watu wamebadilishiwa. Ukiwa na dukuduku uje utuhoji tukuonyeshe ulipobadilishiwa. Lakini ukikataa kwa kupinga tu, maana yake wewe unapinga kweli, na unapopinga kweli unaachwa. Nisaidie Wathesalonike wa pili 2:10. Mungu unapokataa kweli yake anakuacha tena na kuongezea nguvu ya uongo ili uamini uongo akuhukumu. Soma andiko. Anasema na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hawa wanapotea kwa sababu hawakukubali kuipenda kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu anamfanyaje? Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Rudia tena. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu ili waamini uongo. Waamini uongo ili wahukumiwe wote ambao kuamini kweli. Bali walikuwa wakijifurahisha. Kwa hiyo kuna watu wanaojifurahisha na Mungu hao anawaacha waendelee kuamini uongo ili awahukumu, kwa sababu unapokataa kweli lazima uhukumiwe. Na kweli ni nini? 17 Yohana. Unapokataa kweli ya Mungu anakuacha na nguvu ya uongo inaendelea kuwapo. Mwisho wa siku sasa anakuacha ili uhukumiwe. Soma andiko. Watakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kweli ni nini? Ni neno. Unapokataa neno la Mungu maana yake unampinga Mungu. Ndio ile unasikia kukufuru roho. Unakula pinga kile Mungu anachokisema. Msamaji, tunachosema hapa tunatoa akilini mwetu. Si tunasoma maandiko? Sasa unatupinga sisi, unapinga maandiko. Si uchukue Biblia usome, umchane kama hutaki. Maandiko hayo tumeandika sisi. Kwa hiyo Mungu ni baba yake na Yesu na mitume ndio wamefundisha hivyo. Kinyume na hivyo ujue unapoteza watu. Na Paulo anasema watakaoleta injili tofauti na hiyo na walaaniwe. Nisaidie Wagalatia 1:8. Paulo anasema watakaoleta injili tofauti na hiyo waliofundisha walaaniwe. Sasa sisi tuleta injili nyingine. Tupate laana. Hatutaki laana sisi. Soma andiko. Anasemaje? Lakini ijapokuwa sisi au malaika mbinguni atahubiri nyinyi injili yote isipokuwa hiyo tuliyohubiria na alaaniwe. Twende. Kama tulingetangulia kusema na sasa nasema tena, mtu yeyote akihubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaaniwe. Kwa hiyo Paulo anasema injili nyingine tofauti na yale waliohubiri afanyaje? Alaaniwe. Kwanza pengine watu wanaanza kama hawajui injili ni kitu gani. Injili ni habari za Yesu. Injili ni habari za mwana wa Mungu. Nisaidie Warumi 1:1. Injili ni habari za mwana wa Mungu. Sasa ukifundisha tofauti na walivyofundisha wengine, wewe laana inakuhusu. Soma andiko. Paulo mtume wa Kristo Yesu aliitwa kuwa mtume na kutengwa kuhubiri injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Twende. Yani habari za mwanawe. Kwa hiyo injili ni nini? Habari za mwanawe. Injili ni nini? Habari za Yesu. Na tumeona Paulo anasema Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Petro, Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Yohana, Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na imani ni kuamini Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Yesu anasema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo watu wanasema kwamba atakayehubiri kinyume na injili afanyaje? Alaaniwe. Alaaniwe. Shika katekisimu. Hallelujah. Hii injili mpaka tunaingia kaburini. Hii injili mpaka tunaingia makaburini. Hii injili ndio ile watakatifu.
kwa sababu walikuwa wakishindana katika mahekalu wakimuinua Kristo na kusema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Muda wote walikuwa wakishindana, lakini baadaye ameingia mpinga Kristo, akaficha Biblia, akaandika vitabu vyake vya kiimani, na watu wengine wamechomoka huko, lakini bado wanaendelea kuchukua mafundisho yake. Sasa shetani anapoendelea kutamba, lazima Mungu naye ainue watu wake waje wamfunue. Sharti shetani afunuliwe ndiye Yesu aweze kuja. Yesu aweze akarudi akute giza. Ni sharti watu wachache wakubali kweli, waandaliwe. Wakishaandaliwa aje achukue watu hao. Usifikiri watu wote watanyakuliwa. Mradi tu upo kanisani na unaabudu kinyume na imani. Soma andiko. Anasema tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni wangapi? Watatu. Si ndio wanaunda Mungu mmoja? Lakini sisi tumesoma kwamba Korintho wa kwanza 8:6 Mungu ni nani? Ni mmoja aliye Baba. Si ni Baba? Ndio. Si ni Baba? Ndio. Hao wengine watatu wametokea, wawili wametokea wapi? Ati Mungu mmoja anaundwa na nafsi tatu. Ati Mungu mmoja anaundwa na nafsi tatu. Nisaidie Mwanzo 22:16. Tumuulize Mungu, wewe Mungu una nafsi nyingi, wewe Mungu una nafsi tatu. Soma andiko. Mwanzo 2:26. 22:16. Tumuulize Mungu, wewe Mungu una nafsi tatu. Anasema ukiwa na swali unaruhusiwa, ile ukiwa hauna basi utulie tu, usubiri baadaye ukanywe maji ulale. Mimi sina namna, maana nisiposema hukumu itakuwa kwangu kabisa. Ni bora unipige kofi kuliko kuto kusema kweli. Wewe utulie tu hivyo. Soma andiko. Akasema maana mimi nahubiri kama dakika kadhaa naondoka. Kwa hiyo kijana uchungu, utulie hivyo. Mimi mwenyewe niko huko, nimetulia nikasoma na kuchambua. Usifikiri hizo hoja unazofikiria wewe unazo, usifikirie tu kama mimi sizijui. Hakuna utakachokileta hapa kipya. Soma andiko. Chungu ndio unaponya. Soma andiko. Nimeapa kwa nafsi yangu. Ati nimeapa kwa nafsi yangu. Wewe soma nafsi zangu. Kwa nafsi yangu. Wewe nafsi zangu. Kwa nafsi yangu. Kwa hiyo Mungu ana nafsi moja. Mungu ni baba yake na Yesu kwa mujibu wa Biblia. Kinyume na hapo umetolewa katika imani. Tumeona kwamba Mungu ni baba yake na Yesu, na tumeona kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tumeona kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa kuna Roho Mtakatifu. Maana utatu wanasema kwamba Mungu Roho. Sasa tuangalie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio Mungu Roho. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Sasa nisaidie kwanza Wakorintho wa kwanza 2:10. Anzia 10. Hiyo. Maana unasikia kwamba hebu anza kwanza Warumi 8:9. Anza Warumi 8:9. Ingia hapo kwanza tuone. Anasema soma andiko. Lakini ikiwa roho wa Mungu. Ati lakini ikiwa roho wa Mungu. Mungu Roho. Lakini ikiwa roho wa Mungu. Soma vizuri Mungu Roho. Lakini ikiwa roho wa Mungu. Mungu Roho. Roho wa Mungu. Nisaidie Mwanzo 1 na mstari wa 2. Mwanzo 1 na mstari wa 2. Wao wanasema Mungu Roho. Kwenye Biblia hakuna Mungu Roho. Kama kuna mtu atakuja mthibitishe Mungu Roho, aje achukue 2000 akanywe soda sasa hivi. Uje na andiko uonyeshe kwamba Mungu Roho upate 2000 saa hii. Soma andiko. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Twende. Na roho ya Mungu. Mungu Roho. Roho ya Mungu. Soma vizuri Mungu Roho. Roho ya Mungu. Hebu mulikieni haoni. Roho ya Mungu. Ati roho ya Mungu. Kwa kwenye Biblia kuna nini? Roho ya Mungu. Kwenye Biblia kuna nini? Roho ya Mungu. Na Mungu Roho ametokea wapi? Mungu Roho ametokea wapi? Mungu Roho yupo kwenye katekisimu. Mungu Roho yupo kwenye katekisimu. Kwenye Biblia kuna Roho wa Mungu. Sasa Roho wa Mungu ni kitu gani? Wewe Roho wa Mungu ni kitu gani? Hebu kwanza nisaidie Danieli 7:15. Roho wa Mungu ni kitu gani? Kwenye Biblia tuna Roho wa Mungu, hatuna Mungu Roho. Ati Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kuna andiko kwamba kuna Mungu Roho. Uje mimi nikupe 2000 ukanunua embe upelekee watoto. Soma andiko. Anasema basi mimi Danieli. Ati basi mimi Danieli. Roho yangu. Ati roho yangu. Kafanyaje? Roho yangu ilihuzunika. Roho ya Danieli fanyaje? Ilihuzunika. Sasa roho ya Danieli kihuzunika, ni mtu mwingine anahuzunika? Ni Danieli. Si ni Danieli? Haya, rudi kwenye Wakorintho wa kwanza 2 na mstari wa 10. Kwa hiyo roho ya Danieli inapohuzunika
maana yake ni Danieli amehuzunika. Sasa kwa nini roho wa Mungu akihuzunika awe mungu mwingine? Babylon pagans gods ndio watu wameingiza katika kanisa, anaabudiwa ati Mungu roho. Maana shetani alifukuzwa mbinguni akasema atakinua kiti chake, na nitakuonyesha namna huyo Mungu roho anavyoingia makanisani, madhara yanayotokea. Soma andiko, anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Twende, maana roho uchunguza yote. Twende, na hata mafumbo ya Mungu. Endelea. Maana ni nani katika binadamu? Soma vizuri sasa, hapo point ndio iko hapo. Endelea. Maana ni nani katika binadamu? Nani katika binadamu? Ayajuaye mambo ya binadamu. Ayajuaye mambo ya binadamu. Ila roho ya binadamu. Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Iliyo ndani yake. Andiko linasema ni nani anayefahamu mambo ya binadamu? Hiyo ni roho ya binadamu iliyo ndani yake. Swali msemaji, roho ya binadamu inapofahamu mambo ya binadamu na ikiwa ndani ya binadamu, ni binadamu mwingine? Ni binadamu huyo. Si ni huyo huyo? Endelea na andiko. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu. Ati na hiyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila roho ya Mungu. Kwa hata mambo ya Mungu hakuna anayajua ila roho wa Mungu. Sasa kama roho ya Mungu inafahamu mambo ya Mungu, ni Mungu mwingine? Roho wa Mungu ni Mungu yule, ni Mungu mwingine. Kwa hiyo hakuna Mungu roho, kuna roho wa Mungu. Mungu anatupa roho wake. Mungu anatupa roho wake. Sasa anapotupa anajua yeye anavyotaka awe. Kwa hiyo anaachilia roho wake, anakaa ndani ya waamini, ndani ya waamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anakupa roho wake. Sasa anapokupa roho wake, yeye ndiye anajua sasa amtumieje ndani yako. Yeye anajua roho wake amtoe vipi. Anaweza kaamua akamtoa ikawa kama upepo, akaamua akamtoa akawa kama njiwa, akaamua akamtoa akawa kama kimbunga, akaamua akamtoa bebale anavyotaka. Sio Mungu roho, ni roho wa Mungu, ni roho wa Mungu. Lakini watu sasa wamechukua wakaingiza Mungu roho, ati ni Mungu mwingine. Wakamuingiza Mungu roho ati ni Mungu mwingine. Wakati Shetani anapofukuzwa alisema kwamba atainua kiti chake naye aanze kuabudiwa. Shetani wakati anapofukuzwa alisema kwamba atakiinua kiti chake aanze kuabudiwa. Isaya 14:12. Isaya 14:12. Shetani alifukuzwa. Shetani alipofukuzwa akasema sasa atakiinua kiti chake ili aanze kuabudiwa, na watu wanamwabudu kupitia Mungu roho. Hakuna Mungu roho kwenye Biblia. Labda muandike ya kwenu. Soma andiko. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, nyota ya alfajiri, twende, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, wewe uliangusha mataifa, twende. Na wewe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu. Kwa hiyo Shetani alisema atapanda mbinguni, atakiinua kiti chake. Kwa nini? Kwa sababu alifukuzwa. Mungu alimfukuza Shetani mbinguni kwa sababu Shetani alileta vita. Isaya 12:7 Ufunuo. Shetani alileta vita, akafukuzwa na theluthi ya malaika zake, akatupwa chini. Anapotupwa chini sasa anasema atapanda mbinguni, atakiinua kiti chake ili aweze kuabudiwa. Atasimama kwenye mlima wa mkutano ili apokee ibada. Kwa hiyo sasa unapoabudu kinyume na Mungu alivyoelekeza, ujue ibada unampelekea Ibilisi. Ukiabudu kinyume na Mungu alivyoelekeza, ujue ibada unampelekea Shetani. Soma andiko msomaji. Kulikuwa na vita mbinguni. Twende. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Wakapigana na yule joka. Mikaeli anapigana na nani? Na yule joka. Isaya 12 hapo Ufunuo mstari wa 9. Tuone kwanza joka ni nani? Joka akatupwa. Yule mkubwa. Joka wa zamani. Aitwa Ibilisi na Shetani. Ibilisi alifanyaje? Alitupwa. Ibilisi alifanyaje? Alitupwa. Na wakati anatupwa, si Mungu anasema, malaika wanasema ole wa nchi na bahari, kwa maana mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini, na amekuja na ghadhabu, akijua ya kwamba ana muda mchache. Anapotupwa sasa, mwisho wa siku huko alishatangaza atakiinua kiti chake, kwa sababu mbinguni kuna kiti cha Mungu na cha mwanae. Mungu anapomleta mzaliwa wa kwanza anasema malaika wamsujudu. Kwa ibada inaenda kwa Yesu na kwa Mungu Baba. Nisaidie kwanza hapo, Waebrania 1:6.
Waebrania 1:6. Kwa Mungu aliruhusu ibada iende kwa Yesu Kristo, lakini shetani akaona wivu akatupwa chini. Alipotupwa chini sasa akasema atakiinua kiti chake, na kiti chake alishakiinua kupitia Mungu Roho. Ndio maana tumekuja kusanua, usanuke mwenyewe. Na siku moja ukipuuza utajua kwamba kuna wahubiri waliingia mtaani wakahubiri, pengine kwa sababu ya ushabiki ukawapuuza. Mwenye kusikia na asikie. Soma andiko. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza mbinguni, asemaje? Hawamsujudu malaika wote. Kwa hiyo Mungu aliruhusu mpaka malaika wafanyaje? Wamsujudu. Na shetani akataka ibada, akaleta vurugu, akatupwa. Baada ya kutupwa sasa anasema atakiinua kiti chake. Sasa shetani anayabudiwaje sasa? Kupitia Mungu Roho. Kupitia Mungu Roho. Ndio maana anapo kanisani unasikia watu wanaimba karibu Roho, anaimba na Roho anaingia sasa, anaanza kuvuruga, anavuruga viti, na mchungaji anakwambia wewe jiachilie tu. Hata ukisikia kurusha kitu wewe rusha tu, ukisikia kurusha jiwe wewe kurusha kiti wewe rusha tu kiti, wewe usimzimie Roho, usijifunge, usimzimie Roho. Wewe Roho wa Mungu anapoingia, yani Mungu aingia kanisani kuwepo na vurugu, Mungu aingia kanisani kuwepo na kelele, Mungu aingia kanisani kuwepo na changamoto, vurugu. Huyo sio Mungu. Mungu Roho sio Roho wa Mungu, ni shetani aliyesema atakiinua kiti chake. Mimi sinaongea na jioni, mimi nitaongea uongo na haunipi chochote. Nitaongea uongo na hakuna faida naipata. Wewe hivi kuna mwongo kweli anataka kaongea mambo haya alafu mradi tu aongee tu na hakuna chochote? Kuna sadaka hapo mtu ameomba? Hakuna sadaka mtu ameomba, lakini tukipewa tunachukua, lakini hatujaomba mtu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumeleta maneno ya Mungu iwe ni ushuhuda. Usije ukasema kwamba hukusikia. Hakuna faida sisi tunayoipata wewe ukaamua kukacha. Hakuna hasara sisi tukaipata, lakini charity tukwambie kwamba kuna mambo yameingia, yamepenya, mwisho wa siku sasa yameachwa hivyo na mambo ya Mungu yamewekwa kando. Kwa Roho wa Mungu anapoingia haleti vurugu ndani ya kanisa. Roho wa Mungu anapoingia hakuna kelele. Roho wa Mungu anapoingia kunakuwa na utulivu. Unaona? Kunakuwa na utulivu. Nisaidie Ezekieli 2:2. Roho wa Mungu anapoingia kunakuwa na amani. Roho wa Mungu anapoingia hakuna makelele. Lakini kwa sababu kuna Mungu Roho ameingia, ndio chanzo cha matatizo. Ibada ya Babeli ikaingilia hapo, na tutakuja kuifunua ibada ya Babeli vizuri sana. Tutakuja kuifunua, alafu uunganishe na kanisa lako unakosali, ndio ibada hiyo. Kama tutaonyesha ibada ya kweli inayowakilishwa na Elia na ibada ya uongo inayowakilishwa na manabii wa Baali. Utajichunguza mwenyewe. Elia ni mwakilishi wa ibada ya Mungu na Baali ni mwakilishi wa shetani. Utajichunguza ndio sasa uko sehemu sahihi au unamwabudu Mungu Baali. Soma andiko. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia. Ati Roho ikaniingia. Ikafanyaje? Ikanisimamisha. Roho wa Mungu akikuingia anafanyaje? Anakusimamisha. Roho wa Mungu akikuingia anafanyaje? Anakusimamisha. Haya, nisaidie sasa. Ezekieli 3:22. 3:22 Ezekieli. Anasema na mkono wa Bwana uliokuwa juu yangu, uliokuwa juu yangu huko, akaniambia ondoka, nenda uwandani. Ati ondoka, nenda uwandani. Ati ondoka, nenda uwandani. Nami nitasema nawe huko. Ati nami nitasema nawe huko. Endelea. Basi nikaondoka, nikaenda uwandani, na tazama, utukufu wa Bwana ulisimama huko, kama utukufu ule niliowaona karibu na mto Kebari. Mto Kebari. Nami nikaanguka kifudifudi. Ndipo roho ile ikaniingia. Ati ndipo roho ile ikaniingia. Ikafanyaje? Ikafanyaje? Ikanisimamisha. Kwa Roho wa Mungu akikuingia anafanyaje? Anakusimamisha. Marko 9:17. Roho wa Mungu akikuingia anafanyaje? Anakusimamisha. Roho wa Mungu akikuingia anafanyaje? Anakusimamisha. Sasa kanisa haya, Roho wa Mungu anapoingia wanapoanguka chini, wengine si mchungaji anasema fire, wote wanadondoka chini. Si wanasema ni Roho wa Mungu anaingia, lakini Roho wa Mungu wa kipindi hicho anawadondosha chini, anasimamisha. Sasa anawasimamisha. Na wale anawadondosha
Mungu Roho. Anaodondosha Mungu Roho. Soma andiko. Anasema anasema mtu mmoja katika mkutano wa karibu, mwalimu, nilimleta mwanangu kwako, anapepa bubu, na anapepa bubu, anapepa bubu, na kila mpaga wako kumbwaga chini, kila mpaga wako kumbwaga chini. Kwa mapepo ndio yanafanyaje? Yanabwaga watu chini. Kwa mapepo yanafanyaje? Yanabwaga watu chini. Kwa hiyo wanapomwalika Roho wa Mungu, wanaosema ati Mungu Roho wanamtuma, wanapomwalika baada ya kumwimbia, watu wanapogaragara, ujue ni nani? Mungu Roho. Ujue ni nani? Mungu Roho. Ambaye ni nani? Mapepo ndio yanadondosha watu. Mapepo ndio yanaangusha. Roho wa Mungu adondoshi mtu chini. Roho wa Mungu adondoshi mtu chini. Lakini mapepo yanadondosha watu chini. Majini ndio yanayodondosha watu chini. Mapepo ndio yanayodondosha watu chini. Ukisema kwamba una Roho wa Mungu na huko unabwagwa chini, ujue wewe sio Roho wa Mungu, ni mapepo. Tumekuwekea wazi, Roho wa Mungu anakusimamisha. Pepo Mungu anakudondosha. Uchukue au uache. Nisaidie Ezekieli 33 na mstari wa 8. Ezekieli 33 na mstari wa 8. Sisi tunafundisha hivyo na tunanawa. Soma andiko. Nzuri hiyo. Anasema 33 mstari wa 8. Anasema nimwambiapo mtu mbaya, rudia tena. Nimwambiapo mtu mbaya, twende, ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Naye useme neno la kumwonya mtu huyo, aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Kwa hiyo anapomwambia mtu mbaya aache, Mungu anapotuma anasema kwamba mtu mbaya aache njia zake mbovu. Akakwambia wewe mwambie. Wewe usipomwambia, yule kifa katika njia mbovu, damu yako wewe, damu yake ataitaka kwako. Endelea na andiko. Anasema walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache wala asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umeiokoa roho yako. Kwa hiyo Mungu anapomwambia mtu hii ni njia mbaya, wewe ukamwambia kwamba hii ni njia mbaya, yeye akakataa kuifuata njia hiyo, wewe akifa katika uovu wake, damu yake inakuwa juu yake. Kwa hiyo sasa sisi tunasema utatu ni fundisho ambalo limepangwa katika mkutano wa Nikea. Utatu halipo fundisho kwenye Biblia. Kwa hiyo sasa sisi tumesema na tumenawa, damu yako na iwe juu yako. Utatu haupo kwenye Biblia. Na kwanza tujue kwamba utatu sio kusema Mungu Baba, Mwana na Roho. Kwenye Biblia kuna Mungu aliye Baba, kuna Mwana aliye Yesu, kuna Roho Mtakatifu aliye Roho wa Mungu. Hiyo tunakubali. Lakini tunachokataa ni Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu, ati wakiungana ndio wanaunda Mungu mmoja. Fundisho hilo kwenye Biblia halipo. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Kwenye Biblia kuna Mungu aliye Baba, kuna Mwana wa Mungu, kuna Roho wa Mungu. Kwa Mwana wa Mungu sio Mungu huyo. Mwana wa Mungu sio nafsi ya pili ya Mungu. Mungu hakutupa nafsi yake ya pili. Mungu hakutupa Mungu Mwana. Mungu alimtoa mwanawe. Mungu hatupi Mungu Roho. Mungu anatupa Roho wake. Roho wake sio Mungu mwingine, sio Mungu mwingine. Kwa hiyo tunakubali kuna Mungu, kuna Roho wa Mungu na kuna Yesu Kristo. Lakini sasa utatu unafundisha kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu. Ukiwachanganya pamoja ndio wanaunda Mungu mmoja. Fundisho hilo kwenye Biblia halipo. Kama unalo uje uonyeshe. Kama unalo uje uonyeshe. Watu wewe msomaji, si watu wanaenda makanisani? Ndio. Si karibia 90% wanaamini hivyo? Ndio. Si wamefundishwa hivyo? Imani yao. Sasa si ni waje watetee Mungu Roho? Si ni waje wamtetee? Baba. Si waje wamtetee? Hebu nisaidie kwanza katika simu hiyo. Tuone wataweza kutetea, kwa sababu wenye Mungu walishasema ya kwamba ni fumbo hata wao hawajui. Sasa tuone kidume atakayekuja kutetea. Soma andiko. Anasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Twende. Walakini kuna Mungu mmoja tu, wala sio watatu. Twende. Ni fumbo ambalo sisi hatuelewi kabisa. Wao wenye Mungu wao wanasema fumbo hilo hawalielewi. Kuna kidume anaweza kaja akatetea Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Maana wenye Mungu walishasema hawajui ni fumbo.
Sasa kuna kidume ana ujasiri wa kuja kutetea. Kuna kidume aje atuonyeshe utatu. Maana wengine wanasema ati mwanzoni alikuwa Mungu Baba, akajigeuza akawa Yesu alipokuja kwenye wokovu, akajigeuza. Sasa hivi ni Roho Mtakatifu. Tumuulize Mungu, wewe Mungu una asili ya kugeuka? Malaki 3:6. Tuone kama Mungu ana asili ya kugeuka. Tuone Malaki, tumuulize kwa Malaki. Mungu anageuka. Soma andiko Malaki 3:6. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Ati kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Wewe badilika mwanzo na kigeugeu. Sasa hivi ni Roho. Sina kigeugeu. Waebrania 13:8. Tumuulize Yesu. Tuulize Yesu. Yesu anageuka. Maana tunaona kwamba mwanzoni alikuwa Baba, ati Yesu eti akaja kama wokovu. Wengine wanakuambia eti ilikuwa ni mpango wa wokovu. Ilikuwa ni mpango wa wokovu. Soma andiko. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo hata milele. Kwa Yesu afanyije? Habadiliki. Yesu habadiliki. Mungu habadiliki. Lakini watu wanatuambia ati Yesu mwanzoni alikuwa ndio Baba, akaja katika mpango wa wokovu, akawa mwana. Sasa hivi yuko mbinguni, ati ni Roho. Sasa maandiko, ukiuliza andiko hawatoi, ni story. Ukiuliza toa andiko, story hakuna. Sasa sisi tusikilize story au tufanyeje? Tunaambiwa kwamba story za kizee tusisikilize mapokeo, hadithi wala za kizee. Ukija ukitoka kutetea, uje utetee na imeandikwa. Yesu ni mwana wa Mungu. Kinyume na hapo, mwalimu wako ni shetani. Yesu ni mwana wa Mungu. Kinyume na hapo, unafundishwa na Ibilisi. Maana Ibilisi toka mwanzo ndiye aliyedoubt kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Nisaidie Mathayo 4:8. Anzia 4. Yesu, shetani ndio anadoubt ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Baadaye sasa akaanzisha kanisa lake, na kanisa lake amefundisha watu wake hivyo. Baada ya kufundisha watu wake hivyo, watu wamechomoka, lakini bado wanamsikiliza mama yao. Soma andiko. Naye akajibu akasema, akasemaje? Imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate tu. Anza hapo, anza 3. Anasema, mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu. Kwa hiyo mjaribu alikuwa na doubt kwamba Yesu si nani? Si mwana wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa anampuuza Yesu si mwana wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa na mashaka. Kwa hiyo ukiwa na mashaka ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu, ujue umepotea, kwa sababu Wayahudi walidoubt ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Ndio maana wakasema huyu anakufuru kwa sababu anajifanya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na wakataka kumuua. Ndio maana Yesu anawaambia baba yao ni Ibilisi, kwa sababu ukiwa mwana wa Mungu, ukimwamini Yesu ni mwana wa Mungu, maana yake sasa unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Maana yake Mungu anakuwa ni baba yako. Kinyume na hapo, unakuwa mwana wa Ibilisi. Nisaidie 8:44 Yohana. Kinyume na hapo, ujue umepotea. Injili ni ngumu, na ushaambiwa injili ni upanga. Injili hii ni mpya, pengine ndio kwanza unaisikia, lakini hakuna namna, lazima tuiseme. Soma andiko. Anasema, ninyi ni baba yenu. Ati ninyi ni baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Ati yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Kwende wala kusimama katika kweli. Hakusimama katika kweli. Kwa hiyo Ibilisi hakusimama katika kweli. Ibilisi aliasi. Kwa hiyo ukiwa ndani ya uongo, ujue mwalimu wako ni Ibilisi na baba yako ni Ibilisi. Na ndio maana tunaona kwamba Mungu sasa anakupitia malaika wake, anatuma sasa, anasema watu wamwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa kweli. Na Mungu wa kweli tumeona ni baba yake na Yesu, sio utatu. Ukiwa na swali unaruhusiwa. Mungu wa utatu ni Mungu wa ngome, ambao mitume hawakumjua, manabii hawakumjua, kwa sababu manabii hawakumjua. Isaka hakumjua, Yakobo hakumjua, wala Musa hakumjua. Kwa hiyo Mungu wa ngome hakutambulika. Ameletwa sasa hivi. Naposema sasa, sio sasa hivi, namaanisha baada ya Yesu kufa. Baada ya Yesu kufa, imani ilibadilishwa. Mwanzoni watu waliokuwa wananena kweli ya Mungu walikuwa wanauawa. Nisaidie Waebrania 11:36.
Waebrania 11:36. Uone kilichosababisha mitume wakauawa. Waliuawa kwa sababu walihubiri ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hapa katikati sasa ukweli ulipopotoshwa, watu walipoacha kufundisha mambo hayo, baadaye sasa shetani akaona tayari inatosha. Maana shetani lengo lake ni kupeleka jehanamu. Akishakupeleka kwa Mungu wa uongo, ujue umepotea. Lakini sasa kwa sababu unapofundisha kweli ya Mungu, utaweza. Sasa kwa mfano, utahubiri hichi ninachokihubiri, watu mioyoni si wananuna, si wanatamani walinarue. Pengine sheria za nchi zingekuwa zinaruhusu, sasa hizi zingekuwa nishapigwa mawe kama Stefano. Soma andiko. Soma andiko. Anasema wengine walijaribiwa kwa viaka na mapigo. Twende. Naam. Kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Twende. Walipigwa kwa mawe. Ati? Walipigwa kwa mawe. Twende. Walikata kwa msumeno. Walijaribiwa. Waliuawa kwa upanga. Twende. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Twende. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendea mabaya. Ati? Wakitendea mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Unaona? Kwa hiyo ulimwengu uliwachukia. Kwa nini uliwachukia? Kwa sababu walikuwa wakifundisha Yesu ni mwana wa Mungu, ukijumlisha na mafundisho mengine. Kwa hiyo sasa wakachukia. Lakini sasa mwaka wa 300 kwenye mkutano wa Nikea, utatu ukaingizwa. Ulivyoingizwa, baada ya hapo chinja sasa ya watu wa Mungu ikakoma, kwa sababu shetani alibadilisha kweli. Sasa hubiri kweli, uone kama huwindwi. Uone, fikiri utaweza kuvunja ngome za watu ambao washaamini. Watu wanachukua zaka na sadaka, ukafundisha mambo hayo, uharibie. Si watakuwinda? Watakuwinda. Ingawa sasa maandiko yanasema hubiri kweli wakati wote unaofaa na usiofaa. Wewe sema tu mambo mengine mbele ya safari. Lazima ujitoe sadaka ndio uweze kuongea habari hizi, kwa sababu unapokataa utatu, unakataa mafundisho karibuni ya 95% ya makanisa. 95% ya makanisa unapopinga utatu, unapinga 95%. Karibuni 95%, wao pengine zaidi. Kwa watu wengi wameamini hiyo. Kwa hiyo unapopinga, maana yake unakuwa adui wao. Na sisi hilo jukumu la uadui tuko tayari. Ukiwa na swali unaruhusiwa kuja kumtetea Mungu Roho. Unyo utetei. Hii tunaongea ni kwa amani kabisa, peace kabisa. Hizi ni lugha za kuwasilisha. Wakristo hawanaga hasira. Ni lugha ya kuwasilisha ujumbe. Kwa hiyo ukiwa na swali unaruhusiwa. Ili ukiwa na manunguniko utulie. Ila kama unataka kufahamu unaruhusiwa kuuliza. Ukiwa na hoja unataka tu kupinga au kama unataka kuweka mdahalo, tuko tayari. Maadamu tu maandiko, sio story. Maandiko ndio yanene. Maana si wenyewe tulikuwa tunaamini utatu. Lakini Mungu ametutoa huko, tumekaa tukajifunza, tukajua chimbuko lake ni nini, umetokea wapi, na Biblia imeukataa. Tumetenga muda tukasoma, na unaposoma kweli ya Mungu na kumuomba, Mungu anakufundisha. Lakini unaposikiliza na bila kufuatilia, ujue Mungu anakuacha hivyo. Kwa hiyo sasa Mungu anasema tutoke katika uongo, kwa sababu mchungaji anapokufundisha nayo kashikilia uongo, ujue utapotea naye. 9:16 Isaya. Unaposhikilia uongo, ujue utapotea. Kwa hiyo unapojua kweli ya Mungu, ni sharti hiyo kweli uifuate. Hao kama una doubt, chukua muda, uanze kufuatilia, uanze kusoma, uanze kujifunza. Sisi hatujaja hapo kukazeni watu, tumekuja kuzindua watu kwamba watu wamebadilishiwa Mungu. Ni sharti sasa wewe uanze kuchunguza, upime hichi tunachokiongea, sio kupuuza au kunung'unika. Tenga muda, anza kuchunguza, ujue kwamba tuko sahihi au kuna shida. Na ukiona kwamba kuna shida, njoo tuhoji, sio kupuuza. Ukipuuza, siku za mwisho utaambiwa kwamba Yesu alikuja mlangoni kwako ukampinga. Utaambiwa kwamba Yesu alikuja ukamkataa. Kwa sababu Yesu anasema awapokeeni ninyi, amenipokea mimi. Usifikiri Yesu kutoka mbinguni aje kuhubirie. Yesu na tunapokuja hapa, Yesu mwenyewe ndio yuko hapa. Sisi hatukuja kwa shauri letu. Sisi tumetumwa. Soma andiko. Anasema kwa maana waongoza watu hawa ndio wakoseshao. Ati ndio wakoseshao. Twende. Na hao waliongoza na watu hawa wameangamia. Kwa hiyo wanaoongoza ndio wamefanyaje? Wamewakosesha. Na wanaoongozwa wote wamefanyaje? Wameangamia. Wameangamia. Nisaidie Ufunuo 18 mstari wa 4.
Kwa hiyo wanaongozwa nao wamepotea. Usifikiri kwamba mchungaji wako atakufundisha jambo fulani alafu wewe utasema eti mimi sikujua. Ati mimi sikujua. Umepotea. Maana Biblia zimewekwa ili zisome. Biblia hajawekewa mchungaji tu. Biblia imewekwa watu wasome. Na unaposoma usianze kusikiliza au kutafakari habari za mchungaji. Soma huku kimuomba Mungu na ukitafakari, kwa sababu Biblia imejifunua. Wengine wanaambiwa ati Mungu eti hapo mpaka uone roho ndio akufunulie. Ndio mpaka roho ndio akufunulie. Mungu amesema soma umuombe. Eti mpaka uone roho akufunulie. Mchungaji anatoa andiko, anaanza kutoa maelezo yake. Mchungaji akikupa andiko, kama anatoa maelezo, andiko hilo litafsiriwa na andiko. Asianze maelezo yake. Maelezo ndio yamepoteza watu. Soma andiko. Anasema kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Kwa hiyo Mungu anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Mungu ana watu wote ni wa Mungu. Sasa unapokuwa katika uongo, anawaambia enyi watu wangu tokeni kwake. Msistahili mapigo yake. Kwa hiyo anakuambia tokeni kati yake. Msistahili mapigo yake. Maana moto wa jehanamu umeandaliwa Ibilisi na malaika zake. Moto wa jehanamu ameandaliwa Ibilisi na malaika zake, lakini watu wa Mungu wataenda pengine hawakujua, na wengine kwa kutaka wenyewe. Maana unapofundishwa, unapomwambia kweli, unanuna. Matokeo yake ni nini? Ni jikoni. Ukifundishwa kweli ya Mungu alafu utaki kweli ya Mungu, badala uchunguze, mwisho wake utapotea. Kuna mtu ana swali? Kama hakuna swali, sisi kwa siku ya leo tutamaliza, maana huu ulikuwa na utangulizi. Na utangulizi haunaga mambo mengi. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu sio Mungu Baba. Yesu sio nafsi ya pili ya Mungu. Yesu sio Mungu Mwana. Kuna andiko linasema Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu? Hakuna. Kuna andiko hilo? Si watu wanaamini hivyo. Sasa wanaamini au wanaamini tu hivyo. Kuna andiko? Kuna mtu ana swali? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho hawaundi Mungu wa Biblia. Labda andiko nyingine unayojua nini? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho hawaundi Mungu wa Biblia. Hakuna andiko linalosema ati Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho wanaunda Mungu mmoja. Kuna hilo andiko? Una swali? Hayo maandiko tunajua. Hakuna andiko linaloitoa. Usifikiri kwamba halipo. Ni wewe tu unatafsiri tofauti. Hiyo usidhani kwamba hilo andiko hatujaliona. Hilo andiko tumeliona. Wewe kama una swali, ukae pale uulize. Wanasema akili zake sio nzuri. Kuna andiko linasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho wanaunda Mungu wa Biblia. Kuna andiko Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Msomaji? Nipo. Msomaji? Nipo. Hapa kuna mjadala kwamba Yesu sio Mungu. Kuna mjadala kwamba hapa Yesu sio Mungu, na kuna mjadala mwingine anasema Yohana 1:1. Hebu tusome kwanza Yohana 1:1. Tusaidie watu. Wacha tusome tu. Soma hiyo. Maana tuulize si hawataki. Soma Yohana 1:1 hiyo. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Rudia tena vizuri. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Sasa hapo ndio elimu sasa wachungaji wengi hawana. Pengine watapata leo. Rudia andiko. Anasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo mwanzoni kulikuwa na nini? Na neno. Neno alikuwa kwa nani? Alikuwa kwa Mungu. Kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Alikuwa Mungu. Kwa hiyo kuna neno ambaye ni Mungu. Si ndio hivyo? Ndio. Kuna neno
ambaye ni Mungu, sio hivyo? Ndio. Sasa huyo neno alikuwa kwa Mungu. Ndio. Sasa swali kwanza kabla tujaendelea. Huyo Mungu ambaye ni huyo neno ambaye ni Mungu alikuwa kwa Mungu yupi? Rudia andiko. Anasema watu wapate elimu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno si ni Mungu? Ndio. Na neno si unasema si ni Yesu Kristo kwa mujibu wa 1:14. Ndio. Si unasema kwamba neno ni Mungu? Ndio. Alikuwa kwa Mungu. Ndio. Swali sasa. Huyo Mungu alikuwa kwa Mungu gani? Sijui kama unasikiliza. Unatakiwa usikilize wapate elimu. Huyo neno alikuwa kwa Mungu gani? Wewe unasema Yesu si Mungu. Huyo Mungu alikuwa kwa Mungu gani? Alikuwa kwa Mungu gani? Rudia andiko. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno alikuwa nani? Mungu. Neno alikuwa nani? Mungu. Sasa ngoja tuonyeshe sasa kwa nini Yesu anaitwa Mungu. Hilo ndio jibu unatakiwa upewe. Kwa nini Yesu anaitwa Mungu? Nisaidie 5:43 Yohana. Wewe unafikiri hilo andiko sisi hatujaliona? Yohana 5. Soma andiko hilo. Yohana 5:43. Anasema tuoneshe kwa nini Yesu anaitwa Mungu. Anasema mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Rudia tena. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Na baba yake ni nani? Baba yake ni Mungu. Baba yake ni nani? Mungu. Baba yake ni nani? Mungu. Rudia tena andiko. Anasema mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kwa Mungu Yesu amekuja kwa jina la nani? La Baba yake. Kwa anaposema Mungu utapinga? Hapana. Kwa nini? Akimwita jina la Baba yake. Kwa Mungu amemzaa Yesu. Unaona? Mungu amemzaa Yesu. Kwa mujibu wa imani ya Kikristo, ingawa Waislamu hiyo wanakataa. Siku moja tutajadili nao. Unaona? Mungu amemzaa Yesu. Yesu anasema nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kwa hiyo sasa Mungu amependa Yesu aitwe Mungu, lakini Yesu sio huyo Mungu. Mungu amependa Yesu aitwe Mungu. Nisaidie Waebrania 1:8. Nisaidie Waebrania 1:8. Mungu amependa Yesu aitwe Mungu, lakini Yesu sio huyo Mungu. Nzuri hilo. Soma andiko. Waebrania 1 anasema. Inasemaje? Lakini kwa habari za mwana asemaje? Kiti chako cha enzi Mungu. Mungu anasema habari za mwana. Anasema kiti chako cha enzi Mungu cha milele na milele. Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya lili. Twende. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu, rudia tena. Kwa hiyo Mungu, rudia tena. Kwa hiyo Mungu, rudia tena. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, Mungu wako amefanyaje? Amekutia mafuta. Yesu ni Mungu lakini ana nini? Ana Mungu wake. Yesu ni Mungu lakini ana nini? Ana Mungu wake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye amependa Yesu aitwe Mungu. Ndio maana nasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Neno lilikuwa kwa Mungu. Neno naye ni Mungu. Kwa sababu Mungu alipenda mwanae aitwe Mungu. Sio Mungu wa Biblia. Ukiwa na swali unaruhusiwa. Hii mada lazima iwavuruge. Kwa hiyo Mungu amependa mwanae aitwe Mungu. Atisio kama ni Mungu. Nisaidie sasa hiyo Wafilipi ambayo alikuwa anaitaja. Nisaidie Wafilipi 2. Wafilipi ngapi? 2 anza 5. 2:5. Anasema iweni ndani yenu. Ambapo si ndio wengi wanatumia kwa kusema kwamba wanatetea. Soma andiko. Iweni ndani yenu ambaye alikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Ambaye mwanzo alikuwa na namna ya Mungu. Rudia tena. Ambaye mwanzo alikuwa na namna ya Mungu. Mwanzo alikuwa Mungu au alikuwa yu namna ya Mungu? Alikuwa na namna ya Mungu. Alikuwa Mungu au yu namna ya Mungu? Alikuwa na namna ya Mungu. Twende. Na kuona kule kuwa sawa na Mungu. Twende. Kwa ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Endelea. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa na mfano wa mwanadamu. Twende. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii kwa mauti. Twende. Na mauti ya msalaba. Twende. Kwa hivyo tena Mungu alimwelimisha mno. Tulia, tupende taratibu hapo leo. Rudia hapo. Kwa hiyo tena Mungu, rudia tena. Anasema, kwa hiyo
mstari wa tena aliponena alipoonekana na umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu, rudia tena. Kwa hiyo tena Mungu, rudia tena. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Ati alimwadhimisha mno. Kuna Mungu aliyemwadhimisha mno. Twende. Akamkirimia jina. Akafanyaje? Akamkirimia jina. Ndio maana Yesu anasema nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kwa kuna Mungu aliyemkirimia jina lipitalo kila jina. Endelea. Anasema akamkirimia jina jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana. Kwa nini? Na utukufu. Kwa nini? Kwa utukufu wa nani? Wa Mungu Baba. Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana. Kwa utukufu wa nani? Wa Mungu Baba. Sasa bila Mungu Baba, Yesu Kristo ana utukufu? Hapana. Naona watu wanasema mambo mabaya, vibaya. Kwa Mungu alipenda mwanawe aitwa Mungu. Mungu alipenda mwanawe aitwa Mungu. Unaona kwa hiyo utatu ni fundisho la Babeli. Utatu ni fundisho la Babiloni. Kwa Mungu alimwadhimisha mno Yesu Kristo kwa sababu Mungu alimpa mamlaka Yesu. Mungu alimpa mamlaka Yesu. Sasa mwenye kupewa mamlaka na aliyetoa mamlaka ni nani mkubwa? Nisaidie 28:18 Mathayo. 28:18 Mathayo. 28:18 Mathayo. Wapate tu elimu, hakuna namna. Ndio. Anasema hivi, imesemaje? Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote. Rudia tena. Nimepewa mamlaka yote. Rudia tena. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Twende, amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Swali kwako, amepewa na nani? Hata maandiko hayo unasoma na watu hawaoni. Aliyempa mamlaka Yesu ni nani? Rudia andiko. Anasema Yesu akaja kwao, akasemaje? Akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Umeona? Sasa aliyempa mamlaka Yesu ni nani? Aliyempa Yesu mamlaka ni nani? Kwa hiyo utatu sio fundisho la Mungu. Utatu ni fundisho la Babeli. Ni fundisho la Babeli. Ukae huko, utulie tu hivyo hivyo. Ukipinga hakuna namna. Lakini Mungu anasema tokeni kati yake. Usistahili mapigo yake. Kwa sababu Mungu anaposema ufuate na ukikataa, ujue na hatari. Ujue na hatari siku ya mwisho anaporudi. Siku ya mwisho anaporudi kuna hatari kubwa. Msomaji, si jamii wa Kristo tunasubiri kurudi kwa Yesu. Si wa Kristo tunasubiri kurudi kwa Yesu. Nisaidia Amosi 5:18. Jamii wa Kristo tunasubiri kurudi kwa Yesu. Lakini mwisho wa siku mapenzi ya roho yake au kujifunza kile anachotaka huwa hatufuati. Huwa hatufanyi. Na kusoma pengine hatutaki. Nisaidia andiko hilo. Anasemaje? Ole wenu. Ati ole wenu. Twende. Mimi naitamani siku ya Bwana. Tumepewa ole. Tunasubiri siku ya Bwana. Endelea. Kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza. Ati ni giza. Twende. Wala si nuru. Si nuru. Twende. Ni kama mtu anamkimbia simba akakutana na dubu. Twende. Au aliingia katika nyumba akaongeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Kwa hiyo siku ya mwisho ni siku ya hatari, lakini Wakristo wanasubiria siku ya kuja kwa Yesu. Wanasubiria siku ya kuja kwa Yesu. Pengine wanasema tunamsubiri aje tumlaki. Wewe chunga sana. Hiyo siku ni siku ya ghadhabu. Upo katika uongo, alafu unasubiria Yesu aje. Upo katika uongo, unasubiri Yesu aje. Nisaidie 6:12 Ufunuo wa Yohana 6:12 Ufunuo wa Yohana. Watu wa kipindi hicho wataomba milima iwaangukie kwa sababu atakuja na ghadhabu kali, atakuja na hasira mbaya mbovu. Watu wataomba milima iwadondokee kwa sababu ya hasira yake na mwana kondoo. Sasa watu wanasema ati Yesu ndio Mungu huyo. Soma andiko kwanza. Anasema nami nikaona. Tuendelee kufundisha. Ilikuwa ni karibuni malize, lakini kwa sababu watu wana doubt hakuna namna. Situendelee kidogo. Lazima ajibu. Soma andiko.
Anasema nami nikaona alipofungua muhuri ya 6 alikuwa anatetemeka kuu ya nchi. Twende. Jua likawa jeusi kama gunia la simba. Unaona sasa? Jua likatiwa giza. Jua likatiwa giza. Endelea. Kama gunia la simba. Mwezi wote ukawa kama damu. Ati mwezi wote ukawa kama damu. Ndio maana tunapewa ole wanaosubiri siku ya Bwana. Twende. Na nyota zikaanguka juu ya nchi. Twende. Kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake utikishapo na upepo. Nyota zinadondoka. Twende. Mbingu zikaondolewa. Ati mbingu zikaondolewa. Twende. Kama kurasa uliokunjwa. Na kila mlima na kisiwa kikaangushwa kutoka mahali pake. Twende. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari. Wafalme wa dunia, wakuu na majemadari na matajiri. Pengine wengine wanaaminia waganga wanapata mamlaka kwa kupitia uganga. Kipindi hicho mganga wako hutamuona, wacha ataona. Soma andiko. Na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa. Twende. Na muungwana. Ati na muungwana. Twende. Wakajificha katika pango. Rudia tena. Wakajificha katika pango na chini ya miamba na milima. Wakiambia milima. Wakiambia nini? Milima. Wakiambia nini? Milima. Twende. Na miamba. Tuangukieni. Ati tuangukieni. Ati tuangukieni. Tusikirini mbele ya uso wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Ya nani? Na hasira ya mwana kondoo. Umeona? Kwa hiyo kuna yeye aliyeketi kiti cha enzi na kuna hasira ya mwana kondoo. Sasa mwana kondoo ni nani? 1:34 Yohana. Mwana kondoo ni nani? Watu wanashangaa wanavurugwa na fundisho la utatu. Watu washapotezwa. Mwana kondoo ni nani? Kwa hiyo kuna Baba na kuna Yesu. Kuna Baba, kuna Yesu. Soma hiyo. Anasema nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Hebu anza 24 hapo. Hiyo 24. Yohana 1:24. Anasema na wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuuliza, wakamwambia, mbona basi batiza? Soma 24. 24. Nataka hiyo mwana kondoo wa Mungu anaondoa dhambi ya ulimwengu. Soma hapo. 24. Soma hiyo. 24. 24. 24. Moja hiyo. 28. Soma. Yohana ngapi? 35 hapo. Changamka. Ni mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Weka kando. Unanikwamisha. Shika simu hiyo. Unanichelewesha. Unaona? Kwa hiyo sasa watu wanadai kwamba milima iwaangukie. Ilikuwa ni Yohana. Nyewe mmeenda sijui kwenye Yohana wa kwanza, ilikuwa ni Yohana Injili. Unaona? Yohana 1:29. Soma. Anasema siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake. Akasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Afanyaje? Alichukua dhambi ya Mungu. Yesu ni nani? Mwana kondoo wa Mungu. Tumeona kwamba Mungu atakuja na ghadhabu. Yeye na nani? Na ghadhabu ya mwana kondoo. Na mwana kondoo. Kwa Yesu Mungu atakuja na mwanae. Ndio watu wataomba milima iwaangukie. Watu wataomba milima iwaangukie. Wajifiche asili ya mwana kondoo na baba yake. Sasa watu wanataka kuwatenganisha, wanataka kumtoa Yesu na baba yake. Watu wanataka kumtoa baba yake ati Yesu ndiyo baba. Hayo ni mafundisho ya Babeli. Hayo ni mafundisho ya Babiloni. Msomaji, nipo. Si tumeonyeshe? Hebu nisaidie kwanza. Yohana wa kwanza 2:1. Yohana wa kwanza 2:1. Kuna Mungu na kuna Yesu. Yesu akiwa mwana wa Mungu. Yesu sio huyo Mungu wa Biblia. Watoto wao ni mwana wa huyo Mungu wa Biblia. Anasema ambao ndio Mungu wetu sisi tunayemwamini. Sema andiko. Watoto wangu wadogo nawaandikia hawa ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba. Nani? Yesu Kristo mwenyewe. Kuna Yesu Kristo aliye nani? Mwombezi. Kwa nani? Kwa Baba. Kwa kuna Baba anayeombwa, si ndivyo? Ndio. Na kuna Yesu anayeomba. Kuna andiko Baba anamwomba Yesu? Hakuna. Kuna andiko Baba anamwomba Yesu? Hakuna kabisa. Uje nikupe buku ukanywe Pepsi. Kuna andiko linasema Baba anamwomba Yesu? Baba andike Biblia yao. Unaona? Kwa tunaye mwombezi kwa Baba.
Tunaye mwombezi kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo. Yesu ni mwombezi. Wengine wameamua kumpiga chini Yesu Kristo kama mwombezi. Unashangaa ati Maria mama wa Mungu utuombee. Ati Maria mama wa Mungu utuombee. Yaani tuwaombewe na Maria. Yesu hawataki. Mtu amepiga zake tungi, unasikia anakwambia Maria mama wa Mungu utuombee. Wewe ngoja siku ya mwisho utajua kama ulikuwa unacheza. Ukifundishwa uongo, ujumbe potea. Ni bora zaka na sadaka ule uende jehanamu kama umenenepa. Kuna mtu anaswali, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, sio Mungu wa Biblia. Hawaondi Mungu wa Biblia. Ila kwenye Biblia kuna Mungu aliye Baba, kuna Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu, na kuna Roho Mtakatifu aliye Roho wa Mungu. Sio ati Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu. Akikiwaunganisha ndio wanaunda Mungu mmoja. Huyo ni Mungu wa Babeli, sio Mungu wa Biblia. Na Wakristo 98% wako hapo. Wakristo 98% wako hapo. Na wanaoamini sasa waje wa challenge. Wanaoamini hivyo waje watoe hoja. Wanaoamini hivyo waje watoe changamoto. Situmwongea bado, ni mapema. Tukishaondoka hapa tusisikie lawama. Tuko hapa, uje utoe au mpigie mchungaji wako aje atetee. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho hawaundi Mungu mmoja Biblia. Ila kwenye Biblia kuna Mungu aliye Baba, kuna Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu, na kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, sio Mungu mwingine. Ni Roho wa Mungu, sio Mungu mwingine. Asilimia makanisa yote, Wakristo karibuni wote wanaamini Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Wakati huo ni Mungu wa Babeli ameingizwa kanisani na Wakatoliki. Na wao kwa sababu Katoliki ni mama yao, wamechukua fundisho hilo wameweka kwenye makanisa yao. Tutafunua tu vizuri. Taratibu. Madam ndio tunaanza iko hivyo. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Kuna mtu anaswali? Sisi tulishamaliza. Kuna mtu anaswali? Kama hamna, sisi tunaondoka. Aje huku, sogea huku. Njoo hapa ndugu yangu. Sogea huku bwana. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho hawaombi Mungu wa Biblia. Unaswali? Mswali. Swali langu liko hivi. Mungu ana mwana. Ndio. Twage kwa. Mungu ana mwana. Mungu ana mwana. Okay, sawa. Mpe sasa nikuonyeshe Mungu ana mwana. Hebu nisaidie kwanza 3:16 unaona Injili. Alafu anauliza sasa utaki unauliza na utaki kujibiwa. Nasoma huko. Soma. 3:16 unaona Injili. Anasema hivi swali eti Mungu ana mwana, si ndio? Anasema andiko. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa hiyo Mungu alipenda ulimwengu akamtoa nani? Mwanawe pekee. Mungu alipenda ulimwengu akamtoa nani? Mwanawe pekee. Kuna Mungu aliyependa ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Sio hivyo? Ndio. Saidia Yohana wa kwanza 5:10. 5 mstari wa kwanza. Anasema changamka, kila mtu aminiye kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Umeona? Kwa hiyo anayeamini Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, twende. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda yeye aliyezaliwa na yeye. Kwa hiyo lazima uamini Mungu Yesu Kristo amezaliwa na nani? Na Mungu. Swali anauliza sasa, Yesu Kristo yuko wapi? Nisaidie 8:34 wa Warumi. Anauliza Yesu Kristo yuko wapi? 8:38 Warumi. Mwana wa Mungu yuko wapi? 8:34. Anasema ni nani
atakayewahukumu adhabu. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, zaidi ya hayo, ukiuliza swali tafadhali sikiliza, nisiwe najibu, maana mimi nakujibu wewe, mimi nishamaliza. Kwa hiyo ukiuliza swali tafadhali sikiliza ninachokujibu. Unaona, maana mimi najibu kwa mujibu wa maandiko, mimi sijibu kwa akili zangu, najibu kupitia Biblia. Unaona? Soma andiko. Anasema ni nani atakayehukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa Yesu Kristo ameuliza mwana wa Mungu yuko wapi? Yuko mkono wa kuume wa Mungu na anatuombea. Tena hata wewe anazidi kukuombea. Kama unakuwa Muislamu anakuombea, umwamini yeye, maana bila kumwamini yeye kwa mujibu wa Biblia mbingu huioni. Kama wewe Mkristo baada ya kuombea umwamini sawa sawa na anavyonena yeye. Kwa hiyo Mungu ana mwana ambaye ni Yesu Kristo kwa mujibu wa andiko. Mpe maiki. Kama Mungu ana mwana, ndio sawa, ndio. Na tunataka mama yake Mungu yuko wapi? Mama yake mpe msemaji, ndio sasa nauliza kwamba mama yake na Mungu, mama yake na Mungu. Sasa kwa hiyo kwa akili ya kibinadamu, kwa akili ya kibinadamu mwanadamu lazima afikirie hivyo, lazima afikirie hivyo, sio hivyo? Mwanadamu lazima afanyeje? Afikirie hivyo, eti kwamba Mungu anazaa mpaka awe na mwanamke, Mungu anazaa mpaka awe na mke. Sasa swali kwako msemaji, labda nikuulize, pengine nisaidie kuuliza hivi miti hapa tunaona maembe, mume wake na miti ni nani? Hapana, haina mke. Maembe tunayaona, mama yake mume wa miti, kwa hiyo maembe ni nani? Kwa hiyo brother, Mungu sio mwanadamu mpaka aoe. Mungu sio maembe azae kama maembe. Mungu sio kuku atotoe. Mungu ni Mungu. Uzaaji wa Mungu sio kama mwanadamu, sawa? Mungu hazai kama mwanadamu anavyozaa. Kwa hiyo huwezi kumuona mama yake na Mungu. Ile Wakatoliki ndio watakwambia Yesu Kristo ni mama wa Mungu, ati Mariamu ni mama wa Mungu. Huo ni uongo. Kwa hiyo Mungu kama Mungu hazai kama mwanadamu anavyozaa, sawa? Kama Mungu hazai kama wao wanazaa, sio kama hazai hawa na mtoto, sio kama hazai. Tusabishane, nasikia Mungu anazaa. Si maandiko tumesoma anazaa. Sio umeniambia hivi. Mungu ndio mtoto. Ndio sawa. Ndio. Alafu tena ukasema Mungu hazai. Sijasema Mungu hazai. Sangapi? Nimekwambia Mungu anazaa, lakini hazai kama wanadamu wanavyozaa. Ile anazaa kwa namna yeye mwenyewe anayeamua. Lakini wao wanasema kwamba hazai kama mwanadamu, simaanishi mpaka aingiliane mke kama mke na mume wanavyoingiliana. No, hiyo ni akili. Sasa pasina kuingiliana mtoto. Hiyo akili. Weka beti kwanza. Mungu hazai kama wanadamu wanavyozaa. Maana watu wakisikia kuzaa wanawaza ngono. Ule sio Mungu. Ule sio Mungu. Mungu hazai kama wanadamu wanavyozaa. Mungu hazai kama wanadamu wanavyozaa. Sasa watu wanasema eti Mungu hana mwana kwa sababu hazai. Sasa basi kwanza atapataje? No. Eti Mungu hana mwana kwa sababu eti hana mke. Mungu anazaa sio kama unavyozaa wewe. Wewe ndio umepewa kuzaa kwa namna wewe unavyozaa wewe, lakini sio Mungu. Yaani Mungu azae, Mungu awe na mke aingie leba. Sikuvurugwa. Usipoamini kama Yesu ni mwana wa Mungu, wewe umepotea. Nisaidie 3:36 Yohana. Lazima uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Tofauti na hivyo utaendelea tu kuruka, lakini mwisho wa siku bado utatenda matendo yote unayojua wewe, lakini bado utapotea. Ni sharti uamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Usipoamini kama Yesu ni mwana wa Mungu, fanya unayofanya, ujue bado umepotea. Soma andiko msomaji. Changamka. Soma hiyo. Soma hiyo 3:36.
3:36. Sharti tuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Usipomwamini mwana wa Mungu, ujue kuna hatari. Soma andiko. 3:36. Yohana 3:36. 3:36. Anasema, soma, amwaminie mwana ndiye na uzima wa milele. Rudia tena. Amwaminie mwana ndiye na uzima wa milele. Rudia tena. Amwaminie mwana ndiye na uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Kwa hiyo sharti umwamini mwana wa Mungu. Usipomwamini ujue uzima haupo, kwa mujibu wa Biblia. Sasa watu kiwaambia ati Mungu hazai. Mungu hazai. Mungu sio maembe, Mungu sio kuku, Mungu sio mwanadamu. Kwa hiyo Mungu hawezi kuzaa kama mwanadamu anavyozaa. Anasema nitahubiri amri. Bwana aliniambia ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa hiyo Mungu anazaa, lakini hazai kama mnyama anavyozaa. Mungu hawezi kuzaa. Na watu watatu maana yake Mungu hazai. Hakuna tofauti na Waislamu, wote ni sawa tu, ni sawa na ndugu zetu katika Adamu. Maana ukiamini utatu, tunaamini Yesu ni Mungu huyo. Ndio. Sasa si maana yake hazai. Unampinga Yesu, unampinga. Si maana yake hazai. Ukiamini utatu, si maana yake Mungu Yesu ni Mungu huyo. Ndio. Ukiamini utatu au ukisema Yesu ndio Mungu huyo, si maana yake Yesu hakuzaliwa. Hakuzaliwa. Sasa kuna tofauti gani na ndugu zetu katika Adamu? Wako sawa. Si mko sawa? Au nyie mnaposikia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, mnakuwa mnaelewaje? Watu wa utatu mje mtuambie. Maana maandiko yanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa yanaposema Yesu ni mwana wa Mungu, nyie mnatafsiri vipi? Mje mtuambie. Mnatafsiri vipi? Kuna mchungaji alikuja kuhubiri akaruhusu swali. Yupo? Au wanakuja wanaruhusu wanahubiri, utapokea, utabarikiwa, utainuliwa. Akishachukua sadaka na kula mbio. Kuna mchungaji anakuja na hubiri tofauti na utabarikiwa. Na niwaambieni tu, injili ya kubarikiwa ni injili ya shetani. Injili yote utakapoenda na unafundisha tu kwamba njoo upokee, njoo uinuliwe, njoo ubarikiwe, ujue hapo Mungu hayupo. Mungu afundishe habari hizo. Alitoa sadaka ubarikiwe. Alitoa sadaka ubarikiwe. Ati njoo sijui tuteketeze wachawi, toa sadaka ya kuvunja laana za ukoo. Alitoa sadaka za kuwakaanga wachawi. Jirani yako amekuroga. Ati jirani yako anakuroga, mama yako anakuroga. Ujue hapo unafundisha na joka, kimbia. Mafundisho ya Mungu ni kumjua Mungu na kujua utaratibu wake yeye. Si eti unarogwa, unatabiriwa uongo mwanzo mwisho. Hizo ni ibada za bahari. Mabahari ndio wana asili ya kutabiri. Mabahari ndio wana asili ya kutabiri. Wengine wanatabiri mpaka mipira. Unasikia ati Yanga atashinda, ati Simba atashinda. Ujue ni manabii wa bahari wa kizazi kipya. Ujue ni manabii wa bahari. Watu wa Mungu walifundisha toba 3:2 Mathayo. Watu wa Mungu walifundisha toba. Na kufundisha atupokea utabarikiwa. Injili ya kubarikiwa aliyeanzisha ni Ibilisi. Anapompandisha Yesu anamwambia, akamwonyesha fahari zote za ulimwengu na kumwambia, ukinisujudia hivi vyote vitakuwa vyako. Ati hivi vyote itakuwa mali yako. Kwa hiyo shetani, watumishi wake sasa, kwa sababu shetani anajifanya kuwa malaika wa nuru, watumishi wake nao wanakuwa hivyo. Nao wanapeleka injili hiyo ya baba yao. Wanasema njoo ubarikiwe, toa ubarikiwe, toa uinuliwe. Kwa hiyo na maana wanaenda kwa waganga, wasiomwamini Yesu wanaenda kwa waganga na wapagani. Wao pesa hawana. Wao hawana hela. Maana wao hisi kubarikiwa ni mpaka uwe tajiri. Nao sasa waabudu sanamu. Hao wanaenda kwa waganga wanapata utajiri. Wao Illuminati, wenye pesa nyingi sana. Na watu waiteje? Kwa hiyo injili ya kufanikiwa msingi wake ni Ibilisi. Soma andiko. 3:2 Mathayo anasema hivi, anasemaje? Tubuni. Ati tubuni. Huyo Yohana Mbatizaji alikuwa anafundisha watu watubu. 4:17 hiyo Yohana anafundisha watu watubu. Wakati watu wao wanasikia njoo uinuliwe,
njoo upate baraka, njoo ufanyeje? Ati wewe maskini kwa sababu unalaana. Wewe laana gani? Soma andiko. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusemaje? Tubuni. Ati tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Hiyo ndio injili. Injili yoyote ni kuruhusu kuwakumbusha watu warudi kwenye toba, na tunapofundisha kwamba watu wamekosea, watu wameabudu Mungu sio, maana yake sasa ni watubu. Kutubu sio kusema Yesu nisamehe, Yesu nisamehe, Yesu nisamehe. No, kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kugeuka. Ulikuwa mzinzi, unaacha zinaa. Ulikuwa mlevi, unaacha kulewa. Ulikuwa mwabudu sanamu, unaacha kuabudu sanamu. Sio kusema ati Mungu nisamehe kwa sababu nimeabudu sanamu na unaendelea kuabudu sanamu. Sio kusema Mungu nisamehe na umeenda kwa mganga na bado unaenda tena kwa waganga. Kutubu ni kugeuka. Sharti ugeuke nia, ugeuze nia. Ugeuze nia. Ndio maana tunaambiwa muwe na nia ile ambayo ilikuwa hiyo namna ya alikuwa nayo Kristo, ambayo mwanzo ilikuwa hiyo namna ya Mungu. Lazima tuwe na nia hiyo. Watu wanapofundisha kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ni miungu iliyoingizwa hapo kupotosha watu. Unjua tunakwambia utubu, ugeuke, ufuate ukweli. Utubu, ugeuke, ufuate ukweli. Kutubu ni kugeuka na kufuata ukweli. Nimemaliza. Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ni miungu iliyoingia hapo. Una mtu ana swali, anaruhusiwa. Namba yangu ya simu kwa yule ambaye anataka labda kuuliza hata nje ya hapa. Namba ya simu kwa yule anataka kuuliza hata nje ya hapa, au anataka kuuliza kitu chochote. Namba ya simu wasomee na hii hapa Yohana 5. Hiyo nishasoma. Wahakikishie hao. Hebu Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe inabidi tuongee. Mpe namba. Chukua namba hapo. Sorry. Chukua namba. Huyo nitamtafuta baadaye. Nimeona kidogo tutaanzia hapo. Chukua namba yake. Unaona? Kwa hiyo sharti uamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na hiyo ndio imani mitume walioamini. Kusoma Yohana wa kwanza 5:4 mpaka mstari wa 5. Iko hivyo. Kwa mtu anataka kuuliza baada ya kutoka hapo, nitakutafuta. Barikiwa sana. Kwa anataka kujua hivyo maana yake ni nini sasa? Unaanza kuniuliza hata baada ya kutoka hapa. Namba yangu ya simu ni 0685069604. Narudia, namba ya simu ni 0685069604. Narudia kwa mara ya mwisho, namba ya simu ni 0685069604. Ukiwa na swali kuhusu Mungu unaruhusiwa kuuliza. Mimi sitakuomba sadaka, sitakuomba chochote. Wewe piga simu tu uulize swali kuhusu mada hii, alafu kuanzia hapo tutaendelea kuongea na kuwasiliana. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, tuishie tu hapo kwa siku ya leo. Kama kuna mtu ana swali anaruhusiwa. Kama unaona hofu kuuliza hapa, tukifunga baada unaweza kuja ukatuhoji. Baada unaweza kuja ukatuhoji. Kwa siku ya leo tumemaliza. Kuna chochote? Sinifunge. Basi tuombe. Tufunge. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neema na kibali ulichotupa kuja mahali hapa. Umesema Bwana tupeleke injili, nasi tumenena kama ulivyotutuma bila kuongeza wala kupunguza. Kazi yetu sisi Bwana ni kunena, wewe kupitia Roho wako Mtakatifu ndio mwenye kazi ya kuokoa. Tunaomba Bwana tunapoondoka mahali hapa, maneno haya wazidi kuyatafakari, wayafikiri Bwana na kuzidi kuchunguza zaidi, ili uweze kujua kweli yako na watoke ndani ya Babeli. Tunaomba Bwana ukaseme nao kwa kila namna, hata utakapoenda kulala Bwana wasikilizishe maneno haya, yazidi kugonga vichwa vyao Bwana, ili uweze kuandaa katika ufalme wako, tuweze kulaki pamoja pale tutakapokuja mawinguni. Sema nasi Bwana pia tunapokwenda kuendelea kufundisha, ukazidi nasi kutubariki, ili nasi tusiwe watu wa kukataliwa. Tunaacha amani mahali hapa Bwana, kwani tumekuta kuna amani. Bariki watu wako tunapoondoka, amani yako Bwana ikazidi kuwa nao Bwana, wakawe na amani tele. Tunaomba ulinzi wako Bwana tunapoondoka, utulinde kupitia malaika wako watakatifu, maana mapepo na majini pengine wanatamia kwa ajili ya kutuzingira. Jina lako litukuzwe, ni kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
Amina. Kwa hivyo tunawashukuru ndugu zetu kwa kutusikiliza, na hivyo tutakuwa pamoja nanyi tena siku ya kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tunawakaribisheni kwa mafundisho zaidi, na kesho tutakuwa na mafundisho mengi zaidi na zaidi. Tunaomba ushirikiano wenu, na pale mtakapokuwa mna maswali mtuulize, nasi tutajibu. Kesho tutaangalia manabii wa uongo, tutaangalia na mafundisho kadha wa kadha ambayo yataendelea. Tunawakaribisha msikie kweli ya Mungu, maana hapa inahubiriwa ni kweli. Inahubiriwa ni kweli. Hakuna injili ya kusema watu wafanikiwe katika maisha, katika biashara, lakini injili yetu ni ya kuwavuta watu watoke Babeli, chapa ya mnyama, au wakamsujudia mnyama. Kwa hivyo ili kujiepusha na hatari hizo, ni tunawashauri msikilize mafundisho haya, na ikiwa na Biblia andika, uende ukasome nanyi. Mkifika nyumbani kwenu